Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027, ambapo ikumbukwe klabu ya soka ya Simba wanatarajia kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakienda kuanzia first preliminary round, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine tayari ratiba imeweza kutoka. Sasa fahamu kuelekea katika msimu mpya, kama kawaida klabu ya soka ya Simba desturi yao ni kuzindua tamasha lao la siku ya Simba Day, ambapo kwa mujibu wa ratiba ambayo Simba wameweza kuitangaza ni kwamba Simba Day itafanyika siku ya Jumamosi, yani tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na tamasha hili linatarajiwa kufanyika katika uwanja wa Uhuru. Ili sherehe iweze kufana, ni lazima klabu ya soka ya Simba waweze kucheza mchezo wa kirafiki, ambapo kwa mujibu wa taarifa maratiba ambayo Simba wameweza kuitangaza ni kwamba tamasha hili litafana kwa mchezo wa kirafiki dhidi ya Kenya Police, ambapo tunashuhudia Kenya Police ni miongoni mwa klabu ambayo inashiriki ligi kuu pale nchini Kenya. Sasa watu wengi wanatamani kufahamu ubora wa Kenya Police ni ubora wa aina gani? Je, klabu hii itaweza vipi kuipa ugumu klabu ya soka ya Simba? Fahamu Kenya Police ni klabu ambayo mara kwa mara imekuwa vile vile ikishiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau Kenya Police imewahi kutoa ubingwa wa ligi kuu ya pale nchini Kenya, na wachezaji wakubwa ambao wamepita Simba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechezea Kenya Police, akiwemo mchezaji ambaye Simba walimsajili Mohamed Bajaba, na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walitokea katika kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police. Bila kusahau kuna wachezaji wa Simba ambao wamecheza Kenya Police kama Awesu ambaye kwa sasa kajiunga na Namungo, na ni miongoni mwa wachezaji ambao Simba waliwatoa kwa mkopo kunako klabu ya soka ya Kenya Police. Bila kusahau Ernest Malonga ambaye amekupita katika klabu ya soka ya Singida Black Stars, miongoni mwa wachezaji ambao kwa sasa wanaitumikia Kenya Police. Bila kusahau nyota mwingine ni mchezaji anofahamika kwa jina la Francis Kaata ambaye alishakutamba na klabu ya soka ya Simba, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechezea klabu ya soka ya Kenya Police. Kwa hiyo ni klabu kubwa yenye wachezaji wenye majina makubwa. Sasa fahamu katika msimu uliomalizika Kenya Police kunako ligi kuu ya nchini Kenya almaarufu kama FKF Kenya Premium League waliweza kumaliza katika nafasi ya 3 wakiwa wamecheza michezo 34, walishinda michezo 13, sare michezo 16 na kupoteza michezo 5 pekee. Ni miongoni mwa klabu ambayo imepoteza michezo michache katika ligi kuu ya pale nchini Kenya, wakiwa wamefunga mabao 31 huku kuruhusu mabao 21. Kwa hiyo walikuwa na faida ya mabao 10 na pointi zao 55, ambapo ikumbukwe bingwa aliweza kumaliza Gor Mahia ambaye alimaliza na pointi 69. Kwa hiyo Simba wanakwenda kukutana na Kenya Police ambao nao pia kwa upande mwingine tunaona wanajiandaa kurejea katika ligi kuu ya pale nchini Kenya kuweza kutetea ubingwa ambao waliweza kupoteza msimu uliopita, kwa sababu msimu wa mwaka 2025 waliweza kulitoa kombe la pale nchini Kenya. Kwa hiyo ni klabu kubwa yenye wachezaji wakubwa ambayo imeanzishwa nyuma huko katika miaka iliyopita, na tunaona kwa upande mwingine Simba wameamua kuichagua klabu hii kwa sababu ni klabu ambayo inapenda ushindani, na kwa upande mwingine Simba watakwenda kujiandaa na michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo wameiona Kenya ni miongoni mwa klabu ambayo itakwenda kutoa upinzani mzuri. Kwa ndio hivyo kuelekea Simba Day, mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa saa 2 usiku, ambapo Simba moja kwa moja watakwenda kuvaa jezi zao mpya ambazo wameweza kuzizindua kama ilivyo desturi yao. Kipindi cha kwanza wanavaa jezi, kipindi cha pili jezi nyingine, na mara baada hapo tunashuhudia kwa upande mwingine Simba watajiandaa kurejea katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona huyo ndio mpinzani ambaye Simba tunakutana naye, Kenya Police, ambapo kwa upande mwingine ni klabu kutokea katika nchi ya Kenya.